serikali tuna wajibu wa kuunda mazingira wezeshi kupitia sera madhubuti, ufadhili endelevu na ushirikiano unaohakikisha hakuna anayeachwa nyuma. Ni lazima tuwekeze katika kinga, uchunguzi wa mapema na huduma endelevu, sambamba na kuunga mkono tafiti za uzalishaji wa ndani wa dawa muhimu ikiwemo insulin. Kwa upande wetu, nchi ya Tanzania tunathibitisha dhamira yetu ya dhati ya kupambana na magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo kisukari kupitia juhudi za sekta mbalimbali, ushiriki wa jamii na ushirikiano wa wadau wa kikanda na kimataifa. Tunaamini kwamba kufanya kazi kwa pamoja na kubadilishana uzoefu na ubunifu, tunaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa mzigo wa ugonjwa wa kisukari na kuboresha maisha ya watu walio wengi. Napenda kutoa wito kwa washiriki wote wa mkutano huu kushiriki kwa uwazi, kuwa wabunifu na kuzingatia suluhisho ambalo litatekelezeka kwa vitendo ili lengo la mkutano huu liweze kufikiwa kwa ufanisi mkubwa. Nyote mtakubaliana nami kwamba insulin ni dawa ya msingi ya kuokoa maisha ya watu wanaoishi na ugonjwa wa kisukari duniani. Hata hivyo, licha ya ufanisi wake uliothibitika katika matibabu, bado kuna changamoto kubwa, ikiwemo kukosekana kwa usawa duniani katika upatikanaji wa insulin bora na zenye unafuu. Vilevile, katika nchi nyingi duniani zenye kipato cha kati zinakabiliwa na changamoto ya idadi kubwa ya watu wenye uhitaji wa dawa ya insulin ambao wanaikosa dawa hiyo. Hali hii pia inatutaka kuchukua hatua za pamoja, madhubuti na haraka ili kulitatua tatizo hili. Ni imani yangu kwa katika majadiliano yenu jambo hili mtalizingatia na kuweka mikakati imara ambayo itakuwa ni suluhisho la kudumu. Kwa sasa Tanzania bara na Zanzibar zina zaidi ya kliniki 170 zenye jumla ya watoto 7607 wanaoishi na ugonjwa wa kisukari aina ya kwanza. Kati yao 7134 Tanzania bara na 473 Zanzibar. Kati ya kliniki hizo 85 zinaungwa mkono na Chama cha Kisukari Tanzania TDA. Nitumie nafasi kuipongeza TDA kwa kuwa mshirika muhimu wa serikali katika kutoa msaada wa insulin, Metformin, kuwajengea uwezo wa hudumu wa afya pamoja na kusaidia vifaa vya matibabu vinavyohusiana na udhibiti wa ugonjwa wa kisukari. Zaidi ya chupa 5,000 za insulin na vidonge milioni 4.5 vya Metformin vimetolewa kwa wagonjwa wa kisukari. Hongereni sana, asanteni sana kwa hatua hii. Inakadiriwa kuwa zaidi ya Watanzania milioni 2.9 wanaishi na ugonjwa wa kisukari. Kati ya hao, zaidi ya watu 10,000 wanahitaji insulin ili kuendelea kuishi na kuboresha maisha yao. Hili pia linahitaji juhudi za pamoja za kikanda ili kuhakikisha mahitaji haya yanatimizwa kupitia mifumo thabiti na iliyoratibiwa na huduma za afya. Nakiri kwamba mkutano huu ambao umeshirikisha wajumbe kutoka nchi 15 za Afrika Mashariki, Kati na Magharibi pamoja na taasisi za kikanda na kimataifa zikiwemo EAC, ECSA, Africa CDC na WHO, Afro na wadau wengine wa sekta ya afya unafanyika katika wakati mwafaka. Ni imani yangu kuwa kupitia mkutano huu tutapata suluhisho la upatikanaji wa dawa za insulin zenye ubora na unafuu, nyororo ya ugawaji yenye usawa, ubunifu katika matibabu na uimarishaji wa mifumo ya afya. Ahadi yangu kwenu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zitapokea na kuyafanyia kazi maazimio yote ambayo yatatolewa katika mkutano huu kwa lengo la kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi.